Moja ya kosa kubwa ambalo watu wengi wanakosea katika maisha yao ni kujitoa kwa watu wasiokuamini. Unapojitoa kwa mtu asiyekuamini, utatumia nguvu kubwa sana kujieleza ili akuelewe na hata kuelewa maisha yake yote. Na hapa ndipo ambapo utakuta wimbi la watu liko linasema, mbona kama Mungu ameniacha? Nimejitoa sana kwa watu lakini hawaoni umuhimu wangu. My dear, ulijitoa kwa watu wasiokuamini. Na hii ndio maana nikienda katika maandiko matakatifu inasema namna hii: kwa maana jinsi hii Mungu alivyoupenda ulimwengu hata akaamua amtoe mwanawe wa pekee kwa kila amwaminie. Kumbe Mungu alimtoa mwanawe wa pekee kwa wale watu waliomwamini. Hakutoa tu ili mradi kwa watu wote, bali kwa wale waliomwamini. Hapo ndipo Mungu akainuka na kumtoa mwanawe wa pekee. Kumbe kitu kimoja kikubwa, kumbuka wewe ni mfano wa Mungu, na kama ni mfano wa Mungu basi ishi kama Mungu anavyoishi. Mungu hajitoi kwa kila mtu, bali Mungu anajitoa kwa wale waliomwamini. Hapa ninaingia katika ndoa ya mtu mmoja. Ukiona kuna mwanamke amekuamini, anasema ya kwamba licha ya huyu mwanaume na makasoro alionayo, licha ya huyu mwanaume ya mapungufu alionayo, lakini nimeamini ya kwamba huyu ndio baba wa familia. Nataka nikwambie mwanaume, mheshimu sana huyu mwanamke. Ameona mapungufu yako, lakini hayo yote ameyapunguza. Yeye alichoangalia ni kukuamini tu. Sasa mwanaume mjinga ni yule ambaye anafukuza watu ambao wanamwamini. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, tunza watu wanaokuamini kuliko kitu chochote kile. Ni ngumu sana ukipoteza watu wanaokuamini wapata watu ambao watakuamini. Na hii ndio maana Mungu anawatunza watu ambao wanamwamini. Nataka nikwambie my dear sister ambaye uko unanisikiliza mahali hapa, kuna mwanaume mmoja amekuamini ya kwamba wewe unaweza kuwa mke wake. Ameamini ya kwamba wewe unaweza kuwa mfariji wake. Na hiyo ndio maana akaacha watu wote akakuchukua wewe akakuweka ndani. Hii ni mojawapo, hakuona vingine, amekutazama wewe. Na wewe sasa umepandisha sauti, huyu mwanaume nimemweka hapa. Huyu mwanaume, vinasikilize mtu wa Mungu, heshimu alivyokuamini. Alivyokuamini, ukivunja ule uaminifu, imani ikiondoka, my dear, heshimu mtu aliyekuamini. Tunaishi kwa sababu ya imani. Ikivunjika tu imani, basi hapo hakuna upendo tena. Hapo ni vita, ni vita mura. They call me kaka wa madhabahuni, na wengine wanapenda kuniita Apostle Alex. Amen.